Sasa moja kwa moja tuende Iringa kwake Zuhura Zuheri ambaye hivi sasa yupo na msimamizi wa uchaguzi wa kituo cha hapo walipo Iringa. Zuhura, kuna jipya asubuhi hii? Nipo katika kituo cha uchaguzi cha Ipogoro C namba 2 ambacho kituo hiki kimelazimika kurudiwa uchaguzi kutokana na sababu za kuvamiwa kituo hiki na kuporwa masanduku mawili ya kura. Na hapa wananiambia kwamba wapiga kura ni wanaotakiwa kuwepo hapa ni 278. Na hadi sasa tangu walipofungua kituo wameweza kujitokeza wapiga kura wasiopungua 50. Kwa hivyo mwitikio kwa asubuhi ulikuwa ni mzuri, lakini kwa sasa umekuwa ukipungua kasi. Na hii inatokana tu kwamba leo ni siku ya kazi. Inawezekana wengi wao wameshajidamka kwenda makazini kwao kwa ajili ya kutimiza wajibu wa kitaifa. Na hapa moja kwa moja naenda kukutana na msimamizi wa kituo atuambie hali halisi iliyopo hapa na hali ya usalama ipoje. Habari ya asubuhi. Nzuri. Kwa ujumla, kwa jina naitwa Isaya Francis Sekwao, ni msimamizi mkuu wa kituo hapa Ipogoro C. Hali si mbaya, toka asubuhi tumeanza tulikuta watu wengi sana wamejiandikisha mpaka sasa kama 55. Lakini kweli ni kwamba jinsi muda unavyoenda tunaona foleni na vitu kupungua, si kwamba watu wanaongezeka sana. Naona ni kwa sababu ya siku yenyewe ilivyo leo, sio siku ya weekend kama ilivyokuwa Jumapili. Leo ni siku ambapo watu wanawajibika na shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa. Lakini tunategemea kwamba baada ya saa 8 hivi, labda baada watu kutoka makazini, labda tuna foleni itarejea kwa kasi nzuri. Ila kwa sasa hivi tunachokifanya, waliopo tunaendelea nao. Tumeshajaza watu kama 53-55. Kwa kweli katika hali ya kawaida tunafurahi kwamba bado watu wataendelea kuja na tutafanya, jukumu letu ni kuandikisha watu ambao watakuwepo. Ndugu Isaya Francis. Naam. Hiyo ndiyo sababu ambayo inafanya matokeo ya Iringa yanashindwa kutolewa kwa wakati? Ukweli ni kwamba matokeo yanategemea uwasilishaji wa data zote ambazo zimekusanywa kutoka katika vituo mbalimbali. Sasa kutokuwepo kwa data moja katika kituo kama hivi hapa, masanduku ya udiwani na sanduku moja ambalo lilikuwa ni kwa ajili ya mbunge lilipotea. Sasa kupotea huko kunafanya kwamba data za ubunge pamoja na data za madiwani zipatikane. Kwa hiyo ni vigumu kwamba unasahau mtu mshindi ameshinda katika lipi. Labda katika data zilizopotea labda angeshinda mwingine. Ndugu Isaya, sanduku linapoteaje na kwa nini kuchomwa huku? Nini sababu? Kupotea kwa hili sanduku, labda tu kama taarifa hazikuja vizuri, ni kwamba uhesabiaji wa kura uliendelea. Ile foleni ilikuwa ni kubwa, uliendelea uhesabiaji wa kura mpaka muda wa jioni kabisa. Hata mchakato mzima wa kuhesabia kura uliendelea mpaka saa 5 huko usiku. Ulinzi ilibidi uimarishwe sana. Hasa kitendo cha kuwa na askari mmoja, basi walichukua kama nafasi baadhi ya vijana ambao ni wahalifu, wakaamua kufanya uvamizi, wakavamia, basi wakawashinda waliokuwepo pale na wakafanya kuchukua hayo mambo ambayo wameweza kuyachukua. Ni boksi moja kura za diwani na boksi nyingine kwa ajili ya kura za mbunge. Wewe ni msimamizi hapo, dalili za mwanzoni kabisa zinaonesha ni kiashiria gani hasa kiwasukume hilo kundi la vijana waliokosa maadili ama vyovyote vile kuja kuvamia hata kama askari ni mmoja? Nini kilisababisha kufanya hivyo? Sasa labda kwa jibu la kawaida sasa kwamba niseme tu kwamba sisi kama sisi leo tumekuja, si wale waliokuwepo siku ile. Mimi siku ile nilikuwa naandikisha kituo kingine, ilikuwa ni Ipogoro, lakini sio Ipogoro, ilikuwa ni Ipogoro nyingine, ni Ipogoro hii. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba wale ambao walikuwepo siku ile wangeweza kutoa data, kilikuwa kiashiria kitu kilichofanya watu hawa waweze kuja na kuweza kufanya vurugu. Lakini kweli ni kwamba sisi wote hapa tumebadilishwa. Aliyekuwepo ni mmoja tu ambaye ni wakala wa chama, na ambaye hajawapa fununu yoyote. Yeye kama ungeweza kuongea naye ili kwamba aweze kusema kilitokea nini, ni viashiria gani vilifanya ili kwamba
watu hawa waje wafanye uhalifu. Yeye angeweza kusema chochote, lakini sisi ni wageni kabisa. Tumepewa taarifa baada ya hili jambo kutokea kwamba basi mwende mkafanye 1 2 3 katika kituo ambacho kinaonekana kina tatizo ili kukamilisha mchakato mzima wa uchaguzi. Kwa hivyo mnataraji pengine mambo yatakuwa sawia na mkatangaza kwa wategemee baada ya muda gani? Vituo vinafungwa saa 10. Kuwepo na watu, kusiwepo na watu, tutakaa hapa kusubiri mpaka muda wa kufunga. Kwa hiyo baada ya hapo saa 10 ile tutaanza kuhesabia kura. Nadhani wingi wa kura utatufanya tufike muda gani, lakini nategemea sana kwamba huyu mtu kama watajitokeza watu wengi, sisi ni rahisi sana kupeleka data zetu haraka na watu kule kujumlisha na kutoa matokeo ni nani ameshinda. Ila kwa sasa hivi ni vigumu kusema kwamba nitamaliza saa ngapi, kwa sababu inategemeana. Wingi wa kura unafanya watu mkae sana. Kama kura zitakuwa chache, basi jambo hili litakuwa jepesi, tutafanya haraka, tutahesabia haraka na tutatoa matokeo haraka. Ila kwa kawaida wawepo watu wasiwepo, ni lazima tufunge saa 10. Asante sana. Yes. Isaya Francis, msimamizi wa Ipogolo C. Tafadhali nirudishe kwake Zuhura Zuheri, tuzungumze kidogo tena. Zuhura. Ivona. Pengine umefanya jitihada zozote za kukutana na mmoja wa wakala ambaye alikuwapo na timu ya kwanza kabisa ambayo ilikumbana na sakata hilo la uvamizi? Kukata vizuri Ivona. Nasema umebahatika kukutana, maana ndugu Isaya anasema wao ni wapya, yani wao wamebadilishwa kutoka lile kundi la kwanza lilokuwa likisimamia hapo Ipogolo C. Sasa lile kundi la kwanza, mmoja kati yao amebahatika kuingia tena kwenye ile kundi la pili ambaye ni wakala wa chama fulani. Pengine umepata kudodosa ukasikia uvamizi ulisababishwa na nini hasa? Sasa hapa nilikuwa bado sijafanya huo utaratibu, lakini ngoja nijaribu kumtafuta huyo wakala mmoja hapo ambaye anaweza akawa alikuwepo akazungumzia hali kama ilikuwa hivyo. Tafadhali fanya hivyo, lakini mambo mengine unatuambia taarifa zingine hapo zinasemaje? Tunakutana na Ivona. Tunakutana na wakala ambaye alikuwepo siku ile, anaweza akatuambia hali halisi ilikuwaje kwa siku ya tukio. Aha, umekutana naye hivyo? Hello. Habari yako ndugu yangu? Salama. Tafadhali tutajie jina lako na nikutaarifu tu unaongea na Azam TV, kituo chako cha uchaguzi, moja kwa moja tukirusha matangazo haya kutoka hapo Ipogolo na tukiwa hapa Dar es Salaam Tabata. Nashukuru. Mimi naitwa Saiko Salum Mkuchika. Mkuchika? Ndio, Mkuchika. Mkuchika, tumetaarifiwa kwamba ulikuwapo na ile timu ya kwanza ambayo ilipatwa na tatizo hilo la uvamizi la vijana wasiokuwa waaminifu. Unaweza ukatupa nini viashiria vya mwanzoni vilisababisha uvamizi huo? Ni kweli nilikuwa mara ya kwanza na tukio na kutokea nilikuwepo. Unahisi nini kilitokea mpaka ukakaa kuwepo na huo uvamizi? Viashiria vilikuwa ni vinini? Ilikuwa saa 5 kama dakika 20 tukasikia mbio kama baruti hivi. Baada ya dakika kama sekunde 2 hivi wakatokea watu na mapanga, wakaanza kusema tokeni, wakaanza kutupiga mateke, wanaturushia mapanga. Sisi tulikuwa tunazidi pale, tukakimbilia mbali sana. Walikuwa wanasema chochote? Kwa nini wanawapiga mapanga? Kwa nini muondoke? Wanasema kimbieni, tunawaua, hatutaki mwepo eneo hili. Ni hivyo tu, utashi tu kutaka kuua basi? Wasawa na tuua. Baada ya dakika ngapi wakaongezeka kama wawili, mbona walikuwa kama 4 hivyo, ndio walikuwa kwa nyuma ya jengo lililojengwa hivi. Hisia iliyokujia kwa mara ya kwanza ni ipi? Kwa nini uhisi wanataka kuwapiga mapanga, kuwaua au kwa vyovyote vile? Hisia iliyokujia ni nini? Baada ya kusikia mjio ule mkubwa ule wa baruti, sisi hapa tukasema kitu gani? Tukajua labda walizetu askari, kwa sababu askari hapa alikuwepo mlinzi ni mmoja tu hapa. Ndio. Haya bwana Frank Mkuchika, asante. Nashukuru kuzungumza nawe. Basi ni Frank Mkuchika, mmoja wa mawakala ambao walikuwepo kwenye timu ya kwanza kabisa, kama ambavyo mwandishi wetu Zuhura Zuheri ametaarifu kwamba
hili eneo la Ipogolosi hapo Iringa wanarudia tena uchaguzi baada ya mara ya kwanza kuvamiwa. Zuhura, tunakushukuru sana, na taarifa yoyote utakapoendelea kupata basi tafadhali ututaarifu. Naam, basi niendelee kukukumbusha kwamba chini ya luninga hapa kuna taarifa mbalimbali zinakuja. Tafadhali endelea kufuatilia kwa makini sana, kwa sababu ndizo taarifa ambazo tunapokea kutoka kwa wawakilishi wetu, zikitoa taarifa za matokeo, zikitoa taarifa zile ambazo tunapokea kwa muda huo huo. Kwa hivyo ni taarifa mbichi kabisa, unaweza ukaendelea kuzisoma na ukapata kuelewa nini kinaendelea kutoka huko maeneo nje ya Dar es Salaam na hata hapa